Ndugu zangu, leo nataka tuzungumze habari kuhusiana na viumbe vinavyoonekana duniani kwa sasa na vimeitwa kwa jina la aliens. Viumbe hao wanahusishwa na mambo makuu sana ya nchi za dunia hii kwa sasa, hasa ukizingatia mataifa makubwa. Hapa nazungumzia super power nations kama vile Marekani na zile zingine nchi kubwa tunazozifahamu. Bila shaka umesikia uchambuzi mwingi sana kutoka kwa wachambuzi wengi sana wakizungumza kuhusu aliens, lakini haujawahi kusikia uchambuzi kutoka kwa mchambuzi anayetumia Qur'ani na hadithi. Hujawahi kumsikia akikuelezea hilo. Wengi mtashangaa kwa sababu dunia imejaa katika ujinga kwa sasa, kwa kuamini kuwa wapo watu wanaoweza kuijua hii dunia kuliko aliyeiumba. Wapo watu wanaamini hilo. Ndio maana unaona wanajaribu kutenganisha siasa za dunia, matukio ya dunia na dini, kitu ambacho ni ujinga katika fikra ya mtu wa aina hiyo, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ndo anasema yeye ndiye anayejua siri za mbingu na ardhi, hakuna anayejua ila yeye. Kwa ukitaka kujua siri za ardhi na mbingu, lazima upige magoti, usujudu kwake, uombe kwake ujuzi, akupe ujuzi, akueleweshe. Hasa ni kiwango cha PhD cha ujinga kuamini kwamba wapo watu wanaojua siri za huu ulimwengu kuliko yule aliyeuumba. Ni ujinga mkubwa sana. Pole sana kwa mtu wa aina hii, lakini kwa watu ambao mna akili, basi nawaomba tutege masikio tuweze kuelewa ni nani hawa aliens. Kwa mujibu wa Qur'ani, viumbe wenye utashi wa kuelewa wako wa aina tatu peke yake. Hawa ndio viumbe ambao Allah anasema kawapa utashi, kawaumba hawa, amewapa uelewa, ufahamu. Cha kwanza ni ins, binadamu. Sisi watoto wa Adamu, sisi ndio Allah katuumba kwa udongo, katuweka roho ndani ya miili yetu.